Ni takribani miaka 4 sasa tangu rais wa awamu ya 5 aage dunia. Rais Magufuli alijulikana na Watanzania, Afrika na hata dunia nzima kwa uongozi wake uliotukuka, kiasi cha kutajwa kuwa shujaa wa Afrika tunapoadhimisha kumbukumbu ya kifo chake kilichotokea Machi 17, 2021. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Tunapaswa kukumbuka baadhi ya mambo makubwa aliyoyatenda kwa taifa la Tanzania enzi za uhai wake akiwa rais. Hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli alijulikana kwa ujasiri wake wa hali ya juu na kutokubali kuongozwa na hofu ya kifo. Aliamini kuwa kila nafsi itaonja mauti, lakini hakutaka kuona watu wake wakitawaliwa na hofu. Mimi ni mtumishi wenu na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Aliamini kuwa maendeleo ya Afrika yataletwa na Waafrika wenyewe, hivyo kupendelea utegemezi wa misaada kutoka nje. Kutokana na imani hiyo, alihakikisha miradi mikubwa inaendeshwa kwa mapato ya ndani, hata kwa kupunguza mshahara wake mwenyewe na kudhibiti safari zisizo za lazima za nje ya nchi. Wapo wafanyakazi katika nchi hii wanapata milioni 40 kwa mwezi. Milioni 40 kwa mwezi. Na wapo wanaopata 300,000 kwa mwezi. Nataka wale wa milioni 40, na hili nalisema kwa sababu mimi ndio rais. Tutakata mishahara yao ishuke, ili ikiwezekana, wataalamu wangu wananifanyizia kazi, pasije pakatokea Tanzania, asije akatokea Tanzania mtu anapata mshahara wa zaidi ya milioni 15. Ili hizi zingine zote tuziteremshe kwa watu wa chini. Magufuli hakuwa mzembe katika utendaji wake. Alitaka kila jambo likamilike kwa wakati. Hivyo alichukia sana uzembe na alihakikisha viongozi wazembe wanawajibishwa. Alifanya ziara za kushtukiza maofisini na kwenye miradi mbalimbali ili kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi. Kila process ya kuskani na kwa anzeni basi hiyo gari iliyoko pale, nataka nione mimi yule kule ukomande scan. Anza kuingiza gari ili waanze kufanya scanning. Hicho ndicho nataka kuona. Kwenye mic atasikia kule. ingizeni gari mskani. Woke command kule anasikia. Kwa hiyo ninyi huwa mna control namna gani? Huwa mnatoka nje kwanza mnamwambia scan au mnaambia pita tu? Tunatumia woke zile ready. Sasa mbona hujazitumia sasa? Sisi hapa kazi yetu ni kuanalyze image. Kuna coordination kati ya kuskani inafanyika na watu wa nje na kile chumba cha kule. Sasa utakuwa umejuaje? Je, akikuta kompyuta zako mzima na yeye kule ameshatoa instruction ya kufanya analysis? Tuna server ambayo inapokea hizo image, alafu ndio nataka hii sasa process ya hii gari wanayoipima kule, nijue reflection ya vifaa vyenu hivi inakuwaje gari kabla halijapimwa, linavyopimwa na vifaa vilivyomo mle ndani kutokana na lile lori lililoko pale. Hayati Magufuli alikuwa msikivu kwa wananchi wake. Katika mikutano mingi aliyofanya alisikiliza kero za wananchi na mara nyingi alizitatua hapo hapo. Tabia hii iliwagusa Watanzania wengi sana, na ndio maana alipewa jina la rais wa wanyonge, kwa kuwa hakubagua mtu yeyote. Na nataka muamini wa Tanzania, mna rais wa kweli kweli, jiwe kweli kweli. Sitishwi wala sitishiki. Mimi jukumu langu kwa ajili ya Watanzania
ni kuhakikisha ninawavusha Watanzania kutoka mahali pa shida wanaenda mahali pa raha. Ninajua hiyo ndio itakuwa sadaka yangu ya Watanzania, ili kusudi hata nikienda huko mbinguni siku moja, Mungu atakaponihitaji akanichague kwamba wewe ulikuwa kiongozi mzuri. Unaweza ukawaongoza hata malaika polepole. Inawezekana kuelewa ni kugumu, na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Ni katika uongozi wake Tanzania ilifanikiwa kufikia hadhi